تفضل يا شيخ. دقيقة واحدة إن شاء الله. شكرا. Wey, si ndo amelia. Mm-mm. Naam, waheshimiwa wapenzi wa Allah tabaraka wa taala, wapenzi wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, walinzi wa Uislamu, wapenzi wa Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليكم Alaikum السلام salam. ورحمة الله وبركاته. Sheikh Faisal, umetoa rikoda. Sheikh Alhamdulillahi Faisal, rabbil umetuma kodi alamin, yako. Ipo. Naam. الذي منح لنا فرصة أخرى للقاء وللحديث بعضنا بعضا. وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء والمتقين والمرسلين، صلاة وسلاما عليه حبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المخلصين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kila sifa kamilifu ni zake Allah jalla jalaluhu, ambaye ametujalia tena pumzi na kukutana tena mara nyingine katika kubadilishana mambo ambayo na ilmu imetoka kwake na kwa mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ameshatoa. Na rehema na amani zimwendee imamu wa wacha Mungu, imamu wa manabii na mitume, kiongozi wetu, mpenzi wetu Nabii Muhammad, na kwa familia yake takatifu, na kwa Waislamu wake ambao walimfuata na kumwigiza, masahaba wake, na kila Muislamu na muumini ambaye atajitahidi kuwaigiza hao watukufu kwa mwendo mwema mpaka siku ya Kiyama. Tunamwomba Allah jalla wa ala jalla jalaluhu atujalie tuwe katika wafuasi wema wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jana tumeanzia kwenye tafsiri na kuweka wazi baadhi ya yale Allah alitujalia kufahamu yaliyo katika aya hizi za surati Al-Imran, ambayo aya ya kwanza imeonyesha kwamba nyumba ya kwanza kwa ajili ya ibada ni nyumba iliyopo Maka, na Baka ni pia ni jina la Maka, mmoja katika majina yake, na tukaonyesha kwamba tukakumbusha kuwa Allah jalla jalaluhu aliposema a'udhu billahi minash shaitani rajim, waman dakhalahu kana amina, atakayeingia nyumba ile kisha aminika yumo katika amani. Tukazungumza kidogo, hatukumaliza, kuhusu kisa ambacho kilichotokea miaka hii ya 80 kule,
kwa baadhi ya watu wanaojidai Waislamu kuvamia nyumba ile na kuwaletea shida waumini katika msikiti mtukufu. Lililokuwa wazi katika uchunguzi ni kwamba Allah Jalla waala anapokuwa anaingilia kati mwenyewe, kama tulivyosoma ile surati surati nani, Al-Fil, sura ya tembo. إن الحمد لله نحمده Nilifahamisha kuwa kuna hekima kubwa Waislamu lazima kila mara tu tunachunguza mambo kwa undani. Kwa nini Allah Jalla Jalaluhu aliingilia kati wakati ule? Yule alikuwa mwakilishi wa dola wa utawala wa Habasha kwa jina Abraha. Alikuwa anatawala Yemen. Kafiri kweli, lakini walikuwa ni masihia wale watu wa Kristo tuseme, au manaswara. Alipojenga kanisa kubwa kule Yemeni, akataka kuwakataza Waislamu au kuwakataza watu waliokuwa wakija Maka au wakienda Maka kuhiji kule, waende kuhiji katika kanisa lake. Kwa ufupi, akatokea kijana wa Kiarabu ambaye hakukubaliana na ile fikra, akaenda kanisa hilo akalipaka najisi nyingi sana. Watu walipoingia katika kanisa wakakuta limechafuka kwa najisi. Habari zikamwendea yule wali ambaye alikuwa gavana wa Habasha pale. Bwana Abraha akakasirika sana, akasema hakuna mwingine ambaye anaweza kuthubutu ila ni yule anayekwenda Maka. Kwa hiyo anadharau nyumba yangu na juhudi zangu, kwa hiyo mimi nitakwenda kuivunja ile Al-Kaaba. Alipoamua, tembo ndizo zilikuwa kama vile vifaru vyake, na hakuna mdudu angeweza kusimama mbele ya tembo au mwanadamu. Akaenda hadi Maka, akakaa pembeni kidogo ya msikiti. Watu wote wa Maka wakakimbia. Akazichukua ngamia za watu mamia na mamia, akaziweka katika hema yake. Wakati anasubiri kwamba kuna mtu ataleta mapambano yote kwa kuihami ile Al-Kaaba, hakukuwepo hata mmoja aliyekuwa anaijua la ilaha illa Allah. Abdul Muttalib akaja kuomba ngamia zake. Bwana wewe, akamwambia maneno mawili mazuri sana. Amma al-ibilu famulki, na kuomba nirudishie ngamia zangu bwana, kwa sababu hizo ngamia zangu ni mali zangu. Wa amma lilbaiti rabbun yahmihi, sikieni mtazamo wa mbali wa mzee Abdul Muttalib. Akaambia, ama kuhusu ile nyumba ile, ina mwenye nayo bwana, mwenye ile nyumba ataihami. Akacheka sana, akona kumbe wewe ukiwa ndio rais wa hapa unaogopea ngamia zako, huogopei nyumba. Mpeni ngamia zake aende. Basi akapewa ngamia zake akaenda. Watu wote wamekimbia Maka, wamefichama.
Hapa ndipo palipokuwa na tofauti sasa ya wakati ule mwaka wa 81 hivi, tulikuwa kule Saudi, sikumbuki vizuri, lakini ilikuwa ndio baada ya zile fujo za Irani, ikawa watu walio pale Maka wakati ule ni Waislamu maelfu na maelfu. Kwa hiyo nyumba ile kaiacha katika mikono ya wale wanaodai kwamba ni waumini wake, waliosema la ilaha illallah, wakaihifadhi, wakaihami, wakaitetea. Ama wakati ule wa Abdul Muttalib hakukuwa mtu Muislamu hata mmoja, akaingilia kati mwenyewe. Historia mpaka leo inajulikana ndio mwaka aliozaliwa ndani Mtume sallallahu alayhi wasallam ukaitwa Amul Fil, mwaka wa tembo. Ndipo hapa Allah aliposema bismillahir rahmanir rahim, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hukuwahi kusikia, hukuwahi kuona, hakuwepo, lakini ndivyo Allah anatumia katika mtindo wake wa kufahamisha waja wake. Kama vile tunana hawakuona wakati yale yalipotokea, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam aliambiwa historia. Alam yaj'al kaidam fi tadlil, kitendo chao, kitimbi chao, ubaya wao wa kutaka kuivamia al-Kaaba, si alijalia kama vitu visivyokuwa na maana akaharibu. Kisha hapa ndio akateremsha wanajeshi sasa, wa arsala alayhim tayran ababil. Na tayran ababila ni ndege ambao hawakujulikana wanatoka wapi, wamekuja. Kila ndege ana mabomu matatu, bomu la mdomoni na mabomu mawili kwenye makucha ya mkono, yani mguu wa kulia na mguu wa kushoto. Tarmihim bihijarati min sijil. Muujiza wa kwanza, ngamia zilipigwa fimbo zisimame sasa ziende attack, ziende kuvamia. Ngamia zikashindwa kuondoka. Habari zinasema ardhi iliamrishwa idake miguu yote ya ngamia, ya tembo wote walikuwa pale. Kwa hiyo ngamia hawakutikisika hata kidogo. Na wale ndege walivyokuja makundi, wakapimia sawa kama mnavyoona ndege za vita sasa hivi zinakuwa zina mahala zinataka kuangushia bomu, kisha zinaendelea. Hizi zilikwenda sawa na vichwa vya wale askari wanadamu waliokuwa juu ya zile tembo. Pale wakadondosha, manake faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kale kajiwe kamoja kalikotengenezwa kule kwenye sijil. Sijil maana yake nini? Tinun matbukhun yuhriqu. Ongea kwambia ni kutoka jahanamu, hamna wasiwasi, lakini ni nini kama vile golori lile au kitu jiwe dogo sana la mviringo ambalo limechemshwa kweli. Kila lilipomwangukia mmoja, basi yeye na ile tembo waligeuka kama vile wametafunwa wakatemwa. Hapa Allah jalla jalaluhu aliingilia kati mwenyewe, kwa sababu hakukuwa mwingine wa kuihami nyumba yake. Maana yake nini? Tunafahamu kwamba watakao kuwa pale Maka kabla hata ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja, walichungwa wakalindwa na Allah subhanahu wa ta'ala nyumba ile, kwa fadhila ya kuwa ipo pale, na watu wa Maka wote wakasalimika. Kwa maana hiyo ndio tafsiri ya kwanza, aminu man dakhala
albayt alharam. Enyi sasa watu wa Maka, na nyinyi muwe mkimpokea mtu yeyote atakayeingia Bait al-Harami au huko Maka, mumpe hifadhi, mumhifadhi apate amani. Hiyo ni moja katika faida kubwa sana inapatikana pale Maka. Mtu akiwa pale anapumzika kabisa, yani wafanyabiashara wakati mwingine wanaweza wakaweka tu kaukamba hivi wakati wa adhana anakwenda kuswali. Hata mwizi anaogopa kuiba. Sijui siku hizi, lakini siku zile tulikuwa sisi kule, hata Madina ilikuwa duka kubwa, jamaa akisikia tu Allahu Akbar anaweka kamba tu, kamba imefungwa huku na kule, dalili ya kuonyesha kwamba hamna mtu. Hizi ni dalili za faida ya Uislamu. Maka, hija, hizi zote ni raha na ni starehe. Sasa leo tunajiuliza, walillahi ala nasi hiju albaiti. Alhaju kwa wasomi wa lugha ya Kiarabu na dini wanajua kwamba ni ziara, aziyaratu au alqasdu ila ma huwa a'zamu, ni kunuia kutembelea mtu au mahali kwako wewe ni muhimu sana, au kwa maana nyingine adhihabu ila makanin dhi qimmatin au ahamiyatin khasa, ni kukusudia kwenda mahala kama mnavyoona wazungu, watu wote ulimwengu mzima una mahala pao kutokana na itikadi zao, kwenda kutembelea kwa siku maalumu, wanalala huko, wanakula na kila kitu. Kwa hiyo istilahan katika lugha ya dini, hiya adatun ila rihlati allati yaqumu biha almuslimuna ila Makkah almukarramata liadai faridati alhajj. Ni ada manake ni mwenendo au tabia za Waislamu wenye pesa na imani, wanakuwa ni wasafiri, wanafunga safari kuelekea huko Maka iliyokirimiwa, mama wa vijiji, Ummul Qura, mama wa vijiji vyote ulimwenguni. Pale ni kitofu cha ulimwengu. Hata wale wanaokwenda huko angani, anga za mbali, hasa katika mazungumzo ya mwaka ule, Armstrong na Apollo 11 walikwenda wakadai wamefika mwezini kutokana na picha zilizopatikana. Kuna ubishi mwingi, lakini si tunachukua yale tuliona. Walipoteremka, Armstrong akasema, tulipokuwa kule juu tuliona Saudi Arabia au Jazira al-Arabia, na hasa pale palipokuwa na Al-Kaaba. Tukashtuka, hii Al-Kaaba inaonekana, mbona ardhi yote haionekani? Ina nini? Ndio walipopima wakakuta aya alivyosema Allah, Ummul Qura, mama wa vijiji. Maana yake ukitokea chini, ukitokea kwenye Al-Kaaba ukapima kipimo cha kupanda juu na kingine cha kuteremka na kingine cha mashariki na kingine cha magharibi, unakuta degree zinakubaliana kwamba hapa ndipo mwanzo wa masafa ya ardhi. Yakaitwa Mashariki ya Kati kwa sababu jua likichomozea pale linachomoka lote kabisa, sio kama kwa kwetu inaanza pole. Na wakati ule tulikuwa shuleni, ilikuwa joto kali, tunaroweka magodoro yetu, maji na nini, tunakwenda kulala nje balkoni kule ili tupate kihewa cha usiku. Lakini jua likichomoza tu tunashtuka, tunanyanyua magodoro yetu, tunarudi ndani.
Kwa nini? Jua likichomoza linachomoza kweli na ukali wake wote. Kwa hiyo Allah jalla jalaluhu kuijalia ile ardhi mawe matupu, mfuke, hasa usiku unahisi kwamba ardhi na yenyewe inapumua joto lingine. Ni moja katika kuwapima waja wake kwamba hawa waja wangu katika ardhi kama hii, kama alivyompima babu yetu Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam aliposema billahi rabbi inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitika almuharram, Mola wangu nimewaweka watu wangu, mke wangu na mtoto, katika ardhi kavu kavu kavu. Wapi? Inda baitika, pale palipokuwa na nyumba yako, almuharram, ambayo imetakaswa, iliyo takatifu. Na ndio maana ni haramu kukata mti, kuwinda pale katika eneo lile. Vita ndio kabisa. Ila Waislamu waliruhusiwa wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mpaka sasa hivi aya hizo bado zinatumika, kwamba fa in qatalukum fi faqtuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin. Hao washirikina wakikupigeni vita pale Maka, basi wapigeni vita, lakini nyinyi msiwaanze, na haya ndio malipo ya makafiri. Kwa hiyo qasdun makhsusun, hija inayo nia maalum, qasd makusudi maalum makhsus ya kumpeleka muislamu wapi? Ila maudhi'in makhsusin, hivyo hivyo anakwenda mahala maalum, sio Saudi Arabia yote wala sio Maka yote. Naam, kuna mipaka, mahala panaitwa Al-Haram. Jambo hapa hata Madina pale pana mipaka vile vile. Hadi akasema Mtume sallallahu nimeiharamisha Madina kama alivyoiharamisha Allah subhanahu wa ta'ala Maka. Kwa hiyo fi waktin makhsus, jambo la tatu hilo, maksudio makhsus, unakusudia hija. Ndio maana katika nia lazima useme hivyo hivyo, na waitu ima hija ya kuchinja, ya haji na umra, au ifradi au kirani. Hizi ni habari za walimu zetu huko kwenye fiqh. Hapa sisi tunazungumza faida ambazo ni lazima Muislamu azielewe, zimjalie mapenzi na shauku na hamu ya kwenda pale. Kwa hiyo kwanza ni nia makhsusi inayokusudiwa na mahala panapokusudiwa, fi wakati makhsusi, katika wakati unaokusudiwa. Allah alisema alhajju ashhurun ma'lumat, hija ina miezi. Maana kikishafungua tu funguo mosi, wale Waswahili wanakuambia vile, yani mwezi ule wa Shawwal au Shawwal katika lugha nyingine, kisha Dhulqa'da au Dhulqa'da, itaunavotaka yote ni sawa, na kisha Dhulhijja. Siku hizi 13 ndio mwisho, 12 waweza kuondoka, na ukitaka kuendelea bado unapapenda endelea, huna matatizo. Kwa hiyo ni wakati maalum, usiendi kabla, hija haitoswihi. Usiendi baada, hija haitoswihi. Kwa hiyo faida yenyewe ni muda mdogo sana, siku chache. Unaweza kwenda tarehe 8 moja kwa moja Mina au Arafa, ukarudi Mina siku ya kwanza ya pili, na ukamaliza ukaondoka, yani siku 4 au 5. Lakini kwa utamu wa ardhi
kwa neema zilizopo pale, haifai maana kwenda kumtembelea Allah siku chache tu na unaweza kukaa zaidi bwana. Kuna watu wana pesa walikuwa wakienda baada wanafungia Ramadhani pale Maka mpaka ibada ya hija inakwisha. Hawa wanajua faida zake, faida za ardhi ile, faida za wakati ule. Swala moja 100,000 ya thawabu. Hivyo ndivyo Mtume SAW alisema. Kwake Madina ni 1,000, Baitul Maqdis 500. Sasa wewe fikiria 100,000 swala moja. Pia bisharait makhsusa, kwa masharti maalum, na vile vile lazima kuyajua haya, sio tu kujifanyia kula unavyotaka, kuvaa unavyotaka, unaingia kule ukitaka yani kuishi unavyotaka, haikubaliwi. Pale kuna mwenendo, adabu hizo za ile ardhi na ile nyumba pia. Ya 5, fi libasin makhsusin, fi libasin makhsusin, na mavazi maalum. Na vazi la wanamume kama vile sanda yake, hata wanawake ni haramu nguo ya kushonwa na uzi au kuvaa nguo nyingine siokuwa ihramu, vipande vile kwa wanamume, kiunoni mpaka chini na begani. Hakuna tajiri, hakuna maskini, hakuna tofauti ya raisi wala marusi wala mfalme wala mamluki. Watu wote faida inatoka hapa. Nyingine ni kwamba hakuna jeuri siku hii. Huku misikitini watu wanatofautiana kanzu, watu wanatofautiana mafuta uzuri, kule hakuna. Watu wanatofautiana kofia nzuri, wamevaa masaa hayo mazito mazito, lakini pale hakuna upuuzi bwana. Tena kwa mtu mwenye kuchunguza hija vizuri, ataiona kama dalili ya kiyama, dalili ya uwanjani pale kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anawasubiri waja wake kwenda kuhukumiwa. Na ndio maana mnakumbuka huku nyuma kwamba tumesoma hadithi moja, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watu watafufuka uchi, watavikwa baadaye. Na nani atakayeanza kuvikwa? Kama mnakumbuka, swali langu lingine hilo, nani wa kwanza atakayevikwa siku ya kufufuka? Msisahau kunijibu na mimi nitakumbusha insha Allah taala. Bila hivyo tutakuwa hatusomi vizuri kama tutasahau. Naam, hiyo ilikuwa ni tafsiri ya maana hija kwa Kiarabu cha kawaida na Kiarabu cha kidini. Ndio maana lazima tupite hapo. Sasa waheshimiwa wapendwa, hapa kuna picha inahitajika. Alhajju ibadatun faridatun, hija ni ibada pekee ya aina yake. Ukiichunguza utakuta imekukusanyia mambo yote. Tuna nguzo 5 za Uislamu. Ya kwanza ni ipi? Nabii Ibrahim, barakallahu fikum. Naam, Nabii Ibrahim alayhi salatu ndio wa kwanza atavikwa nguo, babu wa manabii na baba wa mitume na manabii. Ibada hii ya hija ni ibada farida ya aina yake, ina pekee, kwa sababu hiya tajma'u al-arkan al-baqiyah fi waqtin wahidin. Ni nguzo inakusanya nguzo zote 4 na yao ikiwemo nguzo 5 kwa wakati mmoja.
Yani utadhani kwa mtu mwenye kuzamilia kidogo, Allah ameiweka mwisho tabaraka wa taala kwa hekima zake. Baada ya shahada mbili, baada ya sala tano, baada ya siamu siku 29 au 30, baada ya zakati ile ya lazima, ile faradhi. Na ukisha ziswali hizi swala, wewe ukiwa pale Maka, lazima shahada mbili utazisema. Moja, lazima sala tano utazisali. Tatu, lazima ukiwa na sadaka yoyote ile utatoa, hata kama si zaka. Lakini muda wa zaka ukikukuta upo pale, ile zaka ya faradhi, na unazo pesa pale pale, lazima utoe zakati, kwa sababu utakuwa umefikiwa na wakati na uwezo unao. Tano, hija yenyewe. Kwa hiyo umekwisha kuwa mtiifu mkamilifu katika ibada alizokutaka Allah jalla jalaluhu. Na ndio maana ukichunguza lile tamko labbaik Allahumma labbaika, labbaika la sharika laka labbaika, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaika maana yake nipo hapa ya Rabbi, nimekuja kukamilisha faradhi zako. Labbaika. Waswahili wengine walikuwa wanatumia tamko ile labbaika, yani ukimwita mtoto njoo hapa kidogo, au sijui fulani njoo hapa kama mfanyakazi wako, labbaika saidi, labbaika, walikuwa wanatumia hivyo. Tumekuwa tunasikia wazazi wetu walikuwa wanasema hivyo, Allah warehemu. Lakini ni tamko la kutumia pale Maka, kwa sababu lina maksudi. Sio tamko kama tu njoo nakuja. Kwa sababu alipomwita yule mfanyakazi au nini, alikuwa ameketi mahala anasubiri aitwe atumwe. Lakini wewe unayo ile tauhidi ya kuchungia ibada zingine zote, la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Sasa tauhidi ikiharibika, sala inaharibika. Tauhidi ikiharibika, upweke wa Allah, siyamu haina maana. Tauhidi ikiharibika, zaka haina maana. Tauhidi ikiharibika, hija haina maana. Faida kubwa sana ya kuwa pale Maka, pale Al-Kaaba, unasisimka kuona, yani jicho lako tu la kwanza likiona tu Al-Kaaba, mwili unasisimka. Kisha kwenye Al-Kaaba, faida yake ya kwenda kugusa pale kwenye jiwe jeusi, ikiwa utaweza, lakini usijikalifishi kama huwezi. Kuna mcha Mungu mmoja alisema, mnajua kwamba pale ni kama kwenda kwenye wito wa mwandishi. Unajua wakati watumishi wanaingia katika hall, wanafika mahala wanaitwa fulani, naam nipo. Okay, anatia sawa upo. Ambaye hakuja kazini akiitwa haitiki, anatiwa X, yani mkasi. Na ule mkasi maana yake mwisho wa mwezi atakatwa hela, au anaweza hata kufukuzwa kazi kwa sababu hafai, kuchelewa au kushinda bila udhuru maalum. Sasa wewe umeshasema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah katika moyo wako na maneno yako na matendo yako, unaogopa kila aina yote ile ya shirki, hata shirki ndogo ile tu kuswali vizuri sana watu wakuone, yani moyo wako ukisema acha nikokote raka hapa au nisome vizuri na nini watu wanisikie wanione, tayari hapo umeshaingia katika shirki ndogo.
Na hii shiriki ndogo inasambaa sana katika tabia za watu. Kisha ukawa unaswali swala zako kwa udhu kamilifu, nguo zako kamilifu, mahala pale unaposwalia paswafi tahiru kabisa, kibla chako unakijua, na vile vile unaswali wa qumu lillahi qanitin, umetulia katika ibada yako. Allahu akbar. Unaangalia mbele yako pale unaposujudu, ukiinua mikono kisunna unapata thawabu zaidi, ukirukuu kisunna unatimiza swala, unatulia mpaka unatoa salamu. Swala hii ina furahi yao yenyewe, inakwambia jamalaka Allahu kama jamaltani, Allah akupe uzuri na wewe kama ulivyoniabudu kwa uzuri. Ama ikiwa swala imeswaliwa hovyo, inakunjwa kunjwa, unatupiwa usoni, swala yakwambia qabbahaka Allahu kama qabbahtani, Allah kuharibu kama ulivyoniharibu. Unaswali huko unafikiri dukani, unaswali huko unafikiri mambo yako ya mpira, unaswali huko unafikiri mambo yako ya nini, mambo yako ya vile. Hapana. Qanitina maana yake umetulia, moyo wako umetulia, fikra zako zimetulia, kila kitu kimetulia. Allah anakuridhia. Zaka zako hivyo hivyo, hapana kusema umechanga mali za haramu na haramu na halali unakwenda kutoa zaka. La, inna Allaha tayyibun, au fi riwaya jamilun, la yaqbalu illa at-tayyiba. Allah hapokei ila kilichokuwa kizuri halali. Siamu yako wewe fanya saumu ili watu wasijue hata kama una saumu. Sasa hasa za sunna faradhi, watu wote wanakuwa wanashiriki, watu wengi. Lakini kiona saumu zako zile za sunna, watu wasikujue bana. Sio jamaa moja anakwenda kikaoni kwenye genge lake, wanamuona kama kadhoofika na njaa, kiu, hasa nchi za joto. Bana, vipi, mbona umeregeregea? Sema bana, mimi saumu inanitesa leo bana, leo saumu ya leo kali bana. Yaani anasema vile watu wamsikie kwamba na yeye kafunga saumu za sunna. Sasa ndio labbaik Allahumma labbaika. Toka siku ya kuanza mpaka siku ya kumaliza, labbaika. Yaani hauna ile ya kusema ni labbaika 20 basi zinatosha. Au labbaika 100 kama ile subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Hapana. Ni labbaika toka unaingia kule katika ibada mpaka unamaliza ibada. Unafunga safari unarudi kwenu. Watu wa Maka pale wanasamba, watu wa Arabuni wanarudi majumbani mwao. Kwa hiyo la sharika laka, innal hamda, hakika sifa zote za ukamilifu, wa ni'mata, na neema zote zinazotumiwa na viumbe vyako, laka, ni vyako wewe pia. Nini? Wal mulku, na ufalme. Kwa hiyo la sharika laka, tauhidi hiyo, hakuna wa kushirikiana na wewe, hafai wala chochote wala yeyote kuwa mshirika wako, tauhidi hiyo. Kisha mkono ule wewe utakapokuwa ama hukuweza, basi sunna Mtume sallallahu alifanya kwa mbali. Tauhidi nyingine hapa anatufundisha Umar radhiallahu anhu alipobusu lile jiwe, akasema inni a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur, ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
mimi natambua kwamba wewe ni jiwe tu, haufai wala haudhuru. Na lau kama nisingelimuona mjumbe wa Allah mfano wetu, mswalie Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anakubusu, lau singemwona anakubusu nisingethubutu kukubusa. Kwa hiyo ni kama na wewe umeandikwa katika faili, buku, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba umekwisha timiza nguzo 5 kamili. Na atakayekuwa na uwezo asihiji, basi Mtume SAW anasema mata maitatan jahiliya. Atakayekuwa na uwezo wa kwenda hija siendi akapata hizo faida hizo, kheri, basi akifa na kufa kifo cha kijinga, kifo kabla Uislamu vile. Sasa hapa ndio tunakuja kwenye qala Allahu ta'ala liyashhadu manafi'a lahum. Aya hii ya surat al-Hajj namba 28. Nendeni Maka, nendeni mkafanye hija waja wangu, mkashahidilie manfaa, faida zenu, faida za kiimani, faida za kimwili, faida za kijamii, faida za kinafsi. Ziko nyingi sana, lakini hatuwezi kuzimaliza. Hata Allah amesema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kaeni kila mwenye kujidai kama ni account, anajua kupiga accountability, yani yeye counter, yeye kazi yake ni mahesabu, aanze hisabu neema za Allah, hatozimaliza mpaka kufa kwake. Allah ameshakataa, hamtoweza kuzihisabu mkazimaliza. Tuseme la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Naam, Mola wetu, hatuwezi kuzimaliza. Tutahesabu 1 2 3, hatuwezi. Na ndio maana lazima kuwe tawadhu, yani upole, utulivu katika aya za Allah, kuzisoma na kuzisomesha. Vile vile tuwe wapole, wataratibu, kwenda pole pole, tusidai kama tunajua sana. Sasa kuna mengi tusiyoyajua katika siri zilizomo katika maneno ya Allah jalla jalalu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana mkiangalia kila alimu aliyepewa upeo, kila aliyepewa zaidi, wanaandika vitabu, mijaladi, mwingine 3, mwingine 5, mwingine 10, mwingine 20. Wengine walikufa bila kumaliza, hasa tafsiri ya Qur'an ndio kabisa ni muujiza. Kwa sababu gani ni muujiza? Hakuna atakayeweza kuitafsiri Qur'an akaimaliza. Ni kwa sababu Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam la tanqadi ajaibu, maajabu yake, vituko vya Qur'ani, kila wakigundua wanadamu yani kamba ndefu kweli kweli. Tumegundua Qur'an, anambia nijagundua mimi, nishaashiria mambo hayo toka zamani, miaka 1440 leo na 6. Kwa hiyo wanaosoma kazi za kutibu na pengine ni matabibu hapa, waganga ni Tanzania, sijui ndio wanasema waganga ni wale watu wanafanya mambo ya kienyeji. Sisi kule kwetu East Africa, Afrika kule Mashariki, Kongo, Rwanda, Burundi, nani, tunasema mganga ni yeyote yule anayetibu watu, akiwa atatumia dawa za mizizi na majani na nini, au akadunga watu sindano na vidonge akawapa, wote waganga. Lakini tuchukue tamko lizuri, tabibu. Tabibu ni Kiarabu na Kiswahili kinapendeza, na hakuna atakaye thubutu kudai kwamba atamaliza, kwa sababu akimaliza tu anakufa. Teknolojia inakuja, sijui uvumbuzi mpya unakuja, ugunduzi mpya unakuja, mpaka siku Allah atasema stop, anaichukua Qur'ani yake, anafuta ilmu ulimwenguni, tunarudi kuwa wajinga kama tulivyozaliwa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a.
Allah anasema, atakayepinga ni apinge hapa tuone. Allah anasema yeye ndiye amekutoeni katika matumbo ya mama zenu, hamjui chochote. Akiwa ni mzungu alizaliwa mjinga, akiwa Mwarabu alizaliwa mjinga, akiwa Mchina alizaliwa mjinga, akiwa Mwafrika mtu mweusi alizaliwa mjinga, akiwa Mwarabu. Hakuna mtu aliyezaliwa anajua, amna. Kwa hiyo tunapokuwa tunakaa mbele ya maneno matukufu kama haya, lazima twende na adabu na tutulie. Kile tutakachoweza kujaliwa na Allah jalla jalaluhu tufikishiane, kisha tukimaliza tunasema wallahu alam. Hapa ndio mkomo wangu, mwisho wangu. Allah ndiye anajua mengine zaidi ya haya. Tukianzia kwenye manafiu sasa, liyashhadu manafia lahum, waende Makka, waingie Baitul Harami, waende huko, wakiingia tu pale wakahiji kwanza, hija yako kamilika. Manfaa ya kwanza, wewe unakuwa mpenzi wa Allah, malipo yako ni pepo. Hakuna zaidi ya hapo. Labda kule peponi ndio kuna malipo makubwa, manfaa makubwa kuliko pepo, utamu wake. Allah jalla jalaluhu, utamu wa hija wewe ukiingia tu peponi. Alivyosema Mtume sallallahu alhajju almabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna. Hija mabrur, nzuri, mabrur imekubaliwa, mabrur safi, mabrur imependeza, hakuna matusi, hakuna ujanja, hakuna nini, hakuna madhambi ndani ya hija. Yani wewe unajitahidi, unakwenda unakimbia unakwepa, hata ukikutana na majambazi ya watu wabaya wa tabia mbaya. Kuna watu wengine wanakwenda kuiji kule hawana imani bana, sijui wanakwenda kufanya nini, wanakwenda wengine kuchokozana kule, kuambiana vibaya. Sasa wewe umetoa mali zako, umetoa wakati wako, unachokesha mwili wako ili mwishowe upate sifuri. Haramu alaina, ni haramu kwetu, kina kaka na kina dada hapa, kina baba na kina mama, vijana kwa wazee. Huu ni ujumbe jamani, tuwe tunafikishiana na wale ambao hawakujaliwa, pengine kwa uvivu, wengine hawajui kwamba tunalo darsa hapa, wengine hivyo. Madarsa ni mengi siku hizi mashallah. Tunaomba tu tufanikishe, tuweze kupata faida ya haya tunayosomeshwa kila mara. Tuseme amin. Jamani, hata hamnikumbushi, kumbe 1:30 tayari. Allahu akbar. Kwa hiyo kesho insha Allah tunaanzia kwenye manfaa ya kidunia, liyashhadu manafia lahum, manfaa ya kwanza, faida za kidunia. Kisha Allah turahisishie, tugusie manfaa ya imani, kisha baadaye manfaa ya kinafsi na kimwili na kadhalika. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairi almuslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Dakika 2-3 inshallah. Kisha baadaye Muda bado ulikuwa ungali, Sheikh. muda bado ungali, mimi sinaona hapa. Okay, nimeona hesabu za pembeni 1:30 na ngapi, nikadhani nimemaliza, kumbe ni 2:18. Mashallah, shukran bana. Wakati mwingine hizi skrini zinatupa namba nyingi, zinatuchanganya kidogo. Kwa hiyo tukianzia, ama manafiu dunyawiya hiya mutanawwi'a, manfaa za kidunia, faida za kidunia ni nyingi sana, mutaaddida, zinaweza zikahesabika au zisihesabiki, muhimu ni nyingi. Fama yusibuna min manafi'i albadani, ukichukua kidunia, sisi vilili vyetu tunavihesabu ni vitu vya kidunia, kwa sababu tukifa tutazikwa hapa ardhini.
tunamalizikia hapa hapa hadi siku Allah atataka kutufufua. Kisha kuna baada ya mwili pale, kwa sababu mwili unajua, siku ya nyuma tulidokoa kidogo tukasema kuna mambo mengi yanafanywa na mwili, na mwili uko aina mbili: mwili wa nje unaoonekana na mwili wa ndani ambapo hakuna anayeweza kuona, labda afanyiwe operesheni watu wamuone kwa undani, au vyombo vinavyoingia mwilini kuona baadhi ya viungo. Kuhusu manufaa za kimwili, utakuta kwanza ni afya, almanafiu asihia, afya. Naamini kila ibada ambazo tulizojaaliwa na Allah kuzifanya zina faida kubwa sana kimwili, na ndio maana baadhi ya wanadamu wanakuambia ni uhai wa moyo, yani ibada zote hizi nguzo tano zote ni imani. Ukisoma aya na hadithi, ni moyo kwanza unatetemeka, unafahamu, kisha unasambaza ile fahamu, ule msisimko, kiwiliwili chote kinafaidi. Macho yanainama chini, ambapo ilikuwa ni kapu, kuangalia wake za watu, kuangalia waume za watu, maharamu na nini. Masikio yanasikia vitu vyote, mamuziki na matusi na nini na utesi na nini. Vile vile mdomo, ulimi, nini, unasema maneno ya uongo na nini. Masikio, macho, pua linanusa kila harufu mbovu mbaya, ambazo hata zikiwa nzuri, madam si halali kwako zile harufu bana, umepatisha pua dhambi, na pua ndio linamwagia kwenye moyo. Na vile vile hisia za nje kama upepo, joto, nini, ukishika kitu unahisi kwamba kiko softi, au kinaunguza au kinachoma. Hizi hisia tano zinamfanya mwanadamu, ikiwa atazitumia vizuri, na hawezi kuzitumia vizuri kama moyo wake hauko na ilmu kujua halali na haramu. Kama moyo wako hauogopi, mtu anaishi hovyo kabisa. Kwa hiyo hija inaanzia moyoni. Hisia kwanza, wenzako wamekwenda wakarudi, ukaenda kuwasindikiza, ukaenda kuwapokea, ukapatwa na wivu na tamaa na hamu, ya Rabbi, ukamwomba Mola wako, nijalie na mimi niende kukuitika huko, labaika ya Rabbi. Kwa hiyo kuisikia tu hija na kuiangalia na kuwa na watu wametoka hija, kama wametimiza hija vizuri, macho yako yanapata nuru kutoka nyusoni mwao, faida mwili. Masikio yako yanapata raha, nuru, furaha kusikia mtu amekwenda kuwa mwema, amekwenda kujitahidi kuwa mtu mwema. Kakangu pale, unajua mimi pale, unajua dadangu kwenda pale kazunguka Safa na Marwa, unajua yale maji ya Zamzam, na yale bwana, Mtume sasa alisema kweli bwana, matamu tena mazito, kianywa hata ulikuwa na njaa, kiu kinakwisha, njaa inakwisha. Na Mtume sasa unajua alisemaje kuhusu maji ya Zamzam? Ma Zamzama lima shuriba lahu, maji ya Zamzam yanatumiwa na Allah katika mwili wa mwanadamu Muislamu atakayekuwa pale, anayanywa, anajimwagia, ya Rabbi mimi naumwa, ya Rabbi mimi naumwa. Kuna mama moja tulikuwa tungali shuleni miaka 80, Mwarabu, alikuwa anaumwa kansa huku Ulaya.
Madoktazi wake wakamwambia, dada, hauna uzima, uhai umekwisha. Kama una mahala pa kwenda utulie, usubiri kufa, nenda. Yule dada akakaa chini akafikiri, sasa nitakwenda wapi? Morocco ni ardhi ya kawaida, Algeria ni ardhi ya kawaida, Lebanoni ni ardhi ya kawaida, Syria ni ardhi ya kawaida. Akasema basi mimi bana, acha niende Maka tu kwa Allah. Tuseme la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Huyo dada akachukua pesa kiasi fulani, akaenda akakaa Maka. Yeye kunywa Zamzam, kula Zamzam. Baada ya muda akahisi uchungu na maumivu ya ile kansa yanapungua, uchungu unakwisha, mpaka akawa anajihisi hajambo. Akapata fikra, hebu nirudi nikaulize, mbona ule uchungu na ile maumivu sina tena? Akarudi huku Ulaya hapa, na ilikuwa ni hapa Ufaransa. Yule mama akarudi kwa doktazi wake, wale madoktazi wakampima, wakachunguza, mbona hatuoni vile virusi vya vile vidudu vya kansa? Wewe mama, umefanya nini? Umekula nini? Umefanya? Akasema, mliniambia nende popote pale nikasubiri kufa, nikaenda Maka. Kwa kuwa nimekwenda kwa Allah kwa nia kwamba nimejikabidhi 100% kwa Allah, na tawakali kwa Allah, na kunywa maji ya muujiza, maji ambayo Mtume sallallahu alayhi anasema lau kama sio mama Ismail alayhi salam kusema Zamzam, Zamzam manake ni maji alikuwa yanafurumia kama anataka kuruka yamwagike. Sasa anakusanya mchanga, anasema Zamzam, tulia. Yani anaogopa maji yale yakimwagika yanaweza kwenda mbali yakakauka. Kumbe ajuka ni muujiza toka wakati ule mpaka yaum al-qiyama. Tumswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alisema ma'u Zamzam lima shuriba lah. Dawa moja katika dawa kubwa lillahi, kwa ajili ya imani kamili. Unajua mimi nafikiri hapa hatuwezi kukosa watu wamesoma psychology jamani, katika mambo ya uganga. Hivi hakuna mwanzo kutuambia kwamba nguvu ya kuwa wewe una itikadi, una imani kwamba hii sunna kunywa maji ya Zamzam, alhabatu sauda dawa'u min kulli da'in illa sam, mbegu nyeusi, haba wa Maroko wanakwamba ni habatul baraka. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam yeye anaita kwa kuwa nyeusi, aliita mbegu nyeusi ni dawa kwa kila ugonjwa illa sam, ila mauti. Hayo hayana dawa. Kisha baadaye wewe uwe na ile itikadi 200, 500 kwa 100 kwamba ya Allah, mjumbe wako Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni mkweli, as-sadiqul masduq, ni mkweli na ndiye anayepewa ukweli wote, hata watu wa makafiri wanakubaliana na ukweli wake. Amesema kwamba hii ni dawa, mbegu nyeusi hizi unatafuna chungu kweli kweli, mashallah, chungu, lakini uchungu wenyewe ndio dawa. Sio tunaogopa uchungu. Tutoka kama watoto wadogo wanatiliwa sukari nini katika vinywaji wanavyonyweshwa. Kula chungu, kula uchungu bwana, alafu na imani kwamba mimi na imani maji ya Zamzam haya yamesema kwamba ni dawa kwa amri yako ya Allah. Na ugonjwa, kila ugonjwa ni kama mikrobo, kama virusi bwana. Kwa kuwa Allah anatuonyesha kwamba hatuna lolote, tukiwa na mita 2 kilo 100 nini, ukiwa bosi, ukiwa sio nani, Allah kiruhusu kwa kuingie tukana kuingia kana kuchemsha. Usiku joto, jasho,
unatetemeka kwa baridi na huku jasho zinakutoka. Allahu Akbar. Faida za hija ni zile activities, yani zinampa mtu stamina, hata alikuwa ni mzee, yani miguu imejaa damu imejaa na nini, akianza tu tawafu pale anatoka jasho bana, na jasho inatoa uchafu mwilini, halafu damu inapozunguka vile vikolesteroli vinayayuka. Sasa pale hukwenda kula kushiba, sio kwenda kula kushiba pale, kula kwa kurua njaa tu. Sasa kushiba sana, mafuta vingi, sijui nini, wewe unadai unapata utamu, kumbe unakula sumu. Ndio maana kuna magonjwa mengine hatujasikia kwa maswahaba na wale watu wa zamani wale, Allah warehemu, wamekufa kwa umri umekwisha. Sasa kula sana na kunywa sana ni kubwa sana. Moyo unakuwa mzito, unapiga kwa tabu, wakati mwingine usiku hulali, ukipanda kidogo ngazi kama hizi nyumba za Ulaya ni mtihani kwetu hapa. Nyumba yako iko chini tu, moja kwa moja unaingia, lakini huku lazima upande. Ukipanda 3, 4, 5, moyo unakimbia mbio. Sasa sio ni mpenda kahawa, sijui mpenda vitu vya kutiatia kidogo, moyo kukimbia. Kwa hiyo faida za kwanza zinapatikana katika mwili: asiha, afya kwa Zamzam, afya kwa tawafu, sa'i, Safa na Marwa, unakimbia kwa mara kwanza baada ya ujana. Wengine ni wazee, baada ya ujana sasa pale unakimbia, hakuna aibu wala hakuna haya kukimbia bana. Hivyo insha Allah taala kesho tunaendelea kuyaangalia manafi' liyashhadu manafi'a lahum, watu waende kule Maka na kufanya hija kwa jumla ya Maka na vitongoji vyake, ili kupata faida hizo ambazo Allah jalla jalalu ametutayarisha kule, na imani iongezeke. Ukirudi unarudi mtu mpya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairi almuslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Naam, shukran Sheikh. Kuna maswali, za kupandisha mkono, afungulie microphone inshallah. Mwenye swali anaweza kupandisha mkono akafungua microphone au ulizi inshallah. Marhaba. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fiki Sheikh kwa darasa lizuri, natumai kuwa haujambo. Sote tujambo polepole, alhamdulillah. Wapokwenu? Tuko salama alhamdulillah. Tumeanza ete, basi jua linachoma na kabaridi kambani. Naam. Nilikuwa naulizia, kuna nini nimesikia unazungumzia kuhusu mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kwenda kufanya ibada ya hija alafu asiendi. Je, huyu mtu anakufa ni kafiri au ni Muislamu? Umauti kimkuta haja kwenda. Hadithi imesema anakufa maiti ya kijinga, na sisi tunaishia hapo hapo, anakufa maiti ya kijinga. Sasa wewe ujinga huo ataukuta mbele ya Mola wake. Hatusemi kafiri au Muislamu. Hatusemi kafiri. Naam. Kwa hiyo maji ya Zamzam, nilikuwa naulizia kuhusu maji ya Zamzam, yanaponya ugonjwa wote isipokuwa kifo na uzee. Mimi sizungumzi hivyo. Naam. Mimi nazungumza kama alivyozungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alisema ma Zamzam lima shuriba la. Unasikia, hili ni fumbo, hakutuashiria jambo fulani au mambo fulani. Sawa? Naam. Amesema nia ya mtu tu anayechukua maji yale anakunywa, wakati wa kunywa anakuwa na nia yake, aweke nia yake anayoitaka ya Rabbul Alamin. Allah atamponya.
Aa, kuna wengine wanaweza wakanywa kwa kutafuta biashara zao ziende vizuri, hapo sio magonjwa. Acha kunichekesha. Ah, Tukifasiri vibaya tutaitoa hadithi katika wingi wa faida yake. Naam, Kuna shukran, riwaya barakallahu fik. kuna riwaya inasema kwamba Imamu Shafii naam, alikuwa akinywa maji ya Zamzam kwa makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala amfanye kuwa faqih, ampe ilmu. sio Wanasema kwamba na hayo katika dua zake akaifikia kuyabainisha miongoni mwa mambo ambayo aliona faida za mau Zamzam kutokana na hadithi ya Mtume. Akasema hili nilithibiti, nishaliona, Allah subhanahu wa ta'ala ameniruzuku ilmu, ama lingine natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. na ndio maana ninakuwa naogopa mimi kuleta tafsiri zisizokuwa nzuri. Asili ya fumbo mnakuwa mna maana nyingi sana, na uzuri wa fumbo ni kuliacha hivyo hivyo, kwa sababu atakayesema ni jambo fulani au atakuwa ameiharibu hadithi ya Mtume SAW sallam au maksudi ya Mtume Muhammad SAW sallam. Ameacha mlango wazi. Shida ni nyingi sana kwa wanadamu, shida za wanadamu ni nyingi. Kwa hiyo tukipewa uwanja wa shida, milioni zote, mabilioni ya shida na matatizo, tukiingiza humu na ikakubali kama vile tumesema alhamdulillahi rabbil alamin, tutakuwa tumetafsiri kwa amana. Naam, Maswali yangu yalikuwa ni hayo, Sheikh. shukran, barakallahu fikum. Waiya, leo nimekufuata darasa, nilikuwa natembea barabarani. Popote pale tu, jambo la kheri unalipata popote pale. Kwa hiyo waheshimiwa, naona tuombe dua sasa hadi kesho tena insha Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.